Tukiendelea kupeana taarifa mbalimbali kuhusiana na kile kinachoendelea ukanda wa Gaza pamoja na Palestina, ni kwamba Urusi yasema ujumbe wa kundi la wapiganaji la Hamas kutoka Gaza umewasili Moscow. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi hapo awali ilipitisha kuwa ujumbe wa Hamas waliwasili Moscow leo kwa mazungumzo na kutangaza kuwa walikuwa wakizungumza na wahusika wakuu kutatua mgogoro huo haraka iwezekanavyo. Hamas haikuchukuliwa kama kundi la kigaidi Urusi, tofauti na nchi zingine za Ulaya kadhaa ikiwemo pamoja na Uingereza na wachama wake huko Moscow mara kwa mara. Lakini hii ni safari yao ya kwanza tangu mashambulizi yao kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba. Chombo cha Urusi RIA Novosti kilisema ujumbe huo uliongozwa na kiongozi mkuu wa Hamas Maus Abu Marzouk ambaye anadhaminiwa na kuishi Doha, Qatar. Picha iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilimuonyesha akikutana na naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Mikhail Bogdanov. Lakini Israeli ilisema mikono ya viongozi wakuu wa Hamas imefunikwa na damu ya Israeli 1400 na kuitaka Urusi kuwatimua wajumbe hao. Hiyo haiwezekani kuwa na athari yoyote huko Moscow. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi pia imefichua kuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani pia yupo katika mji mkuu. Irani ni adui mkubwa wa Israeli na mtetezi wa muda mrefu wa Hamas, lakini imeendelea uhusiano na wa karibu na Urusi. Pia Urusi inashiriki katika vita hivyo, huku Warusi na Waisraeli 19 wakiuawa tangu mashambulizi ya Hamas na wengine kushikiliwa mateka na kutekwa huko Gaza. Ikulu ya Kremlin pia inasema ziara ya rais wa Palestina Mahmoud Abbas iko karibuni. Tukiendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka Gaza na Palestina, mimi Talmando kutoka Bongo 5. Mashambulizi ya Marekani nchini Syria ya athiri hifadhi ya silaha za Irani. Marekani inasema tunafuatilia zaidi kuhusu mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Syria kufuatia taarifa ya Pentagon kwa waandishi wa habari mjini Washington DC. Mashambulizi hayo yamegonga mahala ya kuhifadhi silaha na risasi zinazotumiwa na vikosi vya Irani, maafisa walisema. Mashambulizi hayo yalifanyika mwendo wa saa 4 na dakika 30 kwa saa za huko karibu na Abu Kamal, mji ulio kwenye mpaka wa Iraq, na yalitekelezwa na ndege za kivita za F-16 kwa kutumia risasi za uhakika. Bado haijafanikiwa iwapo kuna watu waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo. Biden aionya Irani katika ujumbe adimu wa moja kwa moja. Ikulu ya White House inasema Joe Biden ameonya Irani dhidi ya kuwalenga wafanyakazi wa Marekani katika Mashariki ya Kati kupitia ujumbe wa adimu kwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Al-Khamenei. Kulikuwa na ujumbe moja kwa moja uliotumwa. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kimataifa wa White House John Kirby alisema katika mkutano mapema leo. Hakutoa maelezo zaidi. Pentagon pia ilisema takriban wanajeshi 900 wa ziada wa Marekani wako katika eneo hilo au wameelekea huko ili kuimarisha ulinzi wa anga ili kuwalinda wafanyakazi wa Marekani, huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi katika eneo hilo. Wanajeshi wa Marekani wameshambuliwa takriban mara 12 nchini Iraq na mara 4 nchini Syria katika wiki iliyopita, kwa mjibu wa Pentagon. Mapema wiki hii Biden alisema alikuwa amemuonya Ayatollah kwamba Marekani ingejibu ikiwa vikosi vyake vitaendelea kulengwa. Hakukufafanua jinsi ujumbe huo ulivyowasilishwa.